Pamoja na maelekezo na mengine yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Katekisimu, ninyi wasimamizi mna majukumu ya msingi matatu. Muyazingatie, muyaishi, muwasaidie hawa watoto wetu. La kwanza ni kuwaombea. Ninyi ni wazazi wa kiroho wa hawa watoto, wasimamizi wa kiroho wa hawa watoto. Muwaombee katika sala zenu, katika nia za misa, katika novena, katika rozari. Ukumbuke nina mtoto wa kiroho na umwombee, ili katika makuzi yake awe imara katika roho, katika imani, asipotee, asikengeuke njiani. Unapewa leo dhamana ya roho ya huyu mtoto, na usipowajibika vizuri utaulizwa, utadaiwa na Mwenyezi Mungu, umetenda nini kwa ajili ya huyu mtoto? Umemsaidiaje kukua kiroho? Lakini pili, mna jukumu la kuwaonesha mfano mzuri wa maisha yenu. Maisha yenu yawe ni darasa, yawe ni funzo, yawe ni somo kwa hawa watoto. Umsisitize asali, apokee sakramenti zingine zinazofuata, aende jumuiya, aje kanisani na kadhalika, kwa kumwonesha kwa mfano. Asione baba yangu au mama yangu yeye ni mgomvi tu, yeye ni mwenye matusi tu, yeye ni wa kupigana tu. Ajifunze kwa kukuona unavyotenda vizuri, avutiwe na aige mfano mwema wa maisha yako. Kumbe una wajibu wa kurekebisha, wa kunyoosha maisha yako yafuate mstari. Hata kama ulikuwa una ukengeufu fulani, jua una mtoto ambaye anakutazama, anataka kuona na kuiga mfano wako wa maisha. Kama huendi jumuiya, hauji kusali kanisani, utawezaje kumwambia huyu nenda kanisani, nenda jumuiya? Kumbe inatakiwa utende kwa vitendo ili iwe mfano mzuri. Hata unapomwambia mwanangu huo unasali jumuiya, na wewe pia unashiriki. Tatu, mna jukumu la kuwasaidia na kuwashauri vyema katika mambo ya usuyo roho zao. Mshauri vizuri, msaidie pale unapoweza. Wasiliana naye hata kama yuko mbali au uko mbali. Piga simu kwa mama, kwa baba, naomba kuongea na mwanangu wa kiroho, na mshauri vizuri. Maisha yanakupanda na kushuka, maisha yana changamoto nyingi. Uwe mshauri mzuri, usije ukamshauri siku moja mambo yamekuwa magumu, umeugua muda mrefu, hebu kajaribu kwa waganga wa kienyeji. Huo ni ushauri wa hovyo kutoka kwa mzazi wa kiroho kwa mtoto wake wa kiroho. Mshauri vizuri na umsaidie katika makuzi ya kiroho.